Ninachojua hakimu alitangaza kwamba atatoa hukumu ndogo kwa maana ya hukumu inayohusiana na mapingamizi na hoja zote zilizowekwa na upande wa mwenyekiti na zikajibiwa na serikali. Na kama mtakavyokumbuka, hoja nyingi zilihusu kwa nini hajapelekwa mahakamani wakati ni haki yake, na yeye mwenyewe amegoma kwenda mahakamani kwa sababu sheria inasema kesi inapopelekwa mahakamani angalau mara ya kwanza lazima mhusika awepo mahakamani. Na mazingira yote ya kesi inayosikilizwa kwa mtandao nayo sheria imeziweka vile vile, na hakuna sababu tena ya kusikiliza kesi kwa sababu utaratibu wa kesi za mtandao ulianza wakati wa corona, na kwa sababu hawakuwa na vifaa wakati ule, hata hizo kesi wakati ule hazikuwa zinasikilizwa sana kwa mitandao. Sasa hakimu baada ya kusikiliza upande wa mawakili wa mwenyekiti na upande wa serikali kujibu hizo hoja, upande wa mwenyekiti ukapata nafasi ya rejoinder, yani kurekebisha yale yaliyosemwa na upande wa serikali. Hakimu akasema yeye baada ya kusikiliza pande zote mbili na baada ya rejoinder, basi anahitaji muda wa kutoa uamuzi mdogo, na akapanga tarehe 6. Kwa hiyo tarehe 6 ni siku ya kupokea maamuzi madogo kuhusiana na hiyo mijadala iliyokuwepo mbele ya mahakama. Katika taratibu za kawaida, sitegemei kama Lissu mwenyekiti atabadilisha msimamo wake wa kutokubali kusikiliza kesi yake kwa mtandao. Kwa mimi naamini hatakubali kwenda kwenye chumba cha kompyuta pale mahakamani. Kwa hiyo hata kuwepo mahakamani kwa lugha nyepesi. Kwa hiyo kama hata kuwepo kwenye lugha nyepesi, uamuzi utatolewa kwa njia ya mtandao bila Lissu kuwepo. Sasa chochote kitakachoamuliwa siku hiyo, kama ataamua Lissu kwamba amekubaliana na hoja ya kwamba Lissu lazima aje asikilize kesi yake, basi nachohisi ni kwamba tarehe mpya itapangwa ya kesi kusikilizwa akiwepo Lissu physically, na hakimu ataagiza kwamba Lissu apelekwe mahakamani na magereza. Yani ile maelekezo, ile removal order ndio itatolewa kwa magereza kumpeleka Lissu mahakamani. Kumbukeni kwamba ili Lissu aende mahakamani lazima kuwe na removal order ya hakimu. Sasa kama hiyo itakuwa hivyo, basi tutapangiwa tena tarehe mpya. Kama Lissu ataendelea kugoma na jaji atatoa maelekezo yake na hata iagiza serikali na magereza kumleta Lissu, basi tutasubiri kuona anatoa maelekezo ya aina gani. Alafu tusubiri sasa mawakili wa Lissu na wa chama na wao wataweka msimamo gani baada ya uamuzi huo mdogo ambao unaungana na hoja za serikali za kutokumpeleka Lissu mahakamani. Inawezekana ikaamuliwa, yani ndio mambo yanayoweza kufanyika. Inawezekana upande wa mwenyekiti ukaamua kukata rufaa kwenda High Court ili kulalamikia maamuzi ya mahakama ya mwanzo, hiyo ya hakimu mkazi, na mahakama kuu ndio inaweza kutoa maelekezo ya kuagiza mamlaka za chini yake kumpeleka Lissu mahakamani au sivyo. Wana uwezo wa kukubaliana na yule hakimu au wanaweza kumkatalia hakimu. Kwa hiyo wakaagiza Lissu aletwe tarehe nyingine watakayopanga, na kama hivyo itatokea, basi maana yake ni kwamba
kesi inaondoka mahakama ya hakimu mkazi itaenda kwenye High Court. Sasa mimi siwezi kutabiri nini kitatokea. Sasa kwanza tusubiri uamuzi wa hakimu mkazi, yani mahakama hiyo ya Resident Magistrate ya Kisutu, na kama baada ya hapo pia tuone kama mawakili watakata kwenda High Court, basi tutasubiri na High Court nayo itaamua nini. Sijui kama nimeweka ufafanuzi wa kutosha Kiswahili. Ufafanuzi umesheheni na kutosha kabisa. Nakushukuru sana, nafikiri wacha tusubiri. Sasa hili naomba nimuulize Dr. swali please. Karibu. Hi Dr. Yeah, Dr. Slaa, nilikuwa nauliza hivi, mara mwisho nani ameonana na Mheshimiwa Lissu? Kwa sababu nilisikia kwamba last week Mheshimiwa Heche na Pambalu au yule mwingine nani walizuiliwa kwenda kumuona. Je, ndugu zake wanaruhusiwa kwenda kuonana naye? Na mtu wa mwisho kumuona Tundu Lissu alikuwa nini? Anasema afya yake inaendeleaje? Katika hatua ya sasa Bella, siwezi kusema ni nani wa mwisho, kwa sababu tofauti na ninavyofahamu, tofauti na kanuni zilivyo, tofauti na mimi nilipokuwa pale Keko, watu walikuwa wanaamua kuja kuniona, lakini kwa kesi ya Lissu wameifanya kuwa ngumu sana. Unaenda kwanza kuomba kibali cha wakuu wa gereza, na nadhani kwa maana hiyo wala sio mkuu wa gereza la Ukonga alipo, nadhani ni viongozi wa ngazi ya mkoa wa magereza. Unaenda kuwaomba, wao ndio wanatoa kibali, wanamjulisha mkuu wa gereza la Ukonga, ndio uende. Sasa hiyo imetufanya wengi tushindwe kabisa kwenda, kwa sababu kwanza hata ukienda kutafuta hao viongozi una hakika kama utakubaliwa. Wako watu wameenda kuwatafuta hao viongozi wa magereza, wamekataliwa. Lakini kuna jambo pia ambalo nimelisikia, sina hakika nayo, kwamba kwa siku wanaruhusu labda watu 3 tu na sio zaidi. Mbaya zaidi ni kwamba hata mawakili wake, na hii ilikuwa kwenye kesi hiyo iliyosikilizwa juzi, kwamba hata mawakili wake hawaruhusiwi kuonana naye. Kwa hiyo watu wengine wote wamekata tamaa. Kama mawakili wanakataliwa, sembuse wewe mtu wa kawaida utaenda utatembea na utapoteza siku nzima, alafu unaishia usimuone. Nadhani ndio kilichotokea, na ndio maana watu hawaendi tena. Wala kina Heche walikwenda, nafikiri wakakataliwa. Kwa hiyo nadhani hicho ndicho ambacho kimetokea, na ndio maana tusikii watu wanaoenda tena kumuona mwenyekiti. Sijui kama nimeeleweka. Yeah, umeeleweka, but his welfare, he's healthy. Tunajua anaendeleaje? Hatuna namna yoyote ya kujua afya yake mpaka umeongea naye. Sasa hakuna anayeruhusiwa, si ndugu yake, si mawakili wake. Kwa hiyo hatuna namna ya kujua afya yake. Kumbuka, sio tu afya yake. Katika hatua ya sasa, kitu kikubwa zaidi ni yeye kuonana na mawakili wake ili awape instruction ya namna kesi inavyotakiwa kuendeshwa. Sasa hata hiyo wamemnyima. Mimi na hakika baadaye watakapoenda High Court, na hakika hiyo itakuwa ni mojawapo ya malalamiko yatakayowasilishwa labda mbele ya High Court ya mahakama kuu. Lakini mpaka tufikie hatua hiyo, kwa sasa hakuna njia nyingine yoyote ya kuweza kufika kwake. Kwa hiyo iwe ni swala la afya, hakuna mwenye uwezo wa kujua afya, hakuna anayepelekewa chakula. Na mimi navyofahamu, magereza yetu haya, ukiacha ule ugali wa dona na pale nilipokuwa mimi mboga ni maharage. Kwa hiyo nina hakika
kama hakuna ndugu anayeruhusiwa, na sina hakika yeye aliruhusiwa kwenda na hela kiasi gani. Kwa hiyo kama hata kuwa na hela haruhusiwi kuwa na hela mfukoni magerezani. Kwa hiyo kama alikuwa na hela mifukoni mwake siku ile, watakuwa wameichukua, na ila tu kama alikuwa na bahati ya kuwa nayo, basi kutoka kwenye akaunti yake ambayo itawekwa kwenye akaunti ya magereza, anaweza kuagiza chakula. Watamtafutia utaratibu wa kupata chakula kwa kununua, lakini vinginevyo watakuwa anakula chakula kile kile cha magereza, ambayo kama nilivyosema ni dona na punje 7 za maharage na mchuzi mwingi sana labda wa maharage. Nadhani zaidi ya hapo niachie hapo, sidhani kama kuna kitu zaidi naweza kuongeza. Bahati mbaya gereza la Ukonga mimi sijakaa, mimi nimekaa Keko, ambapo tulikuwa tunalipa chakula chetu sisi wenyewe toka kwenye hela yetu ambayo imekuwa deposited kwa mkuu wa gereza. Sijui, nadhani nimeeleweka.